Nipende tu niseme kwamba katika Uislamu, na sisi tunazungumzia katika Uislamu wa nchi yetu hapa Tanzania, taasisi pekee ambayo inawawakilisha Waislamu katika upande wa huruma, katika upande wa binadamu, taasisi ya JAI. Ziko taasisi nyingi sana, lakini zinafanya kazi katika maeneo tofauti. Hazijajikita zenyewe katika eneo ambalo taasisi ya JAI imejikita, na hiyo ndio ambayo inamaizisha jumuiya ya JAI na kazi ambazo zinafanywa na JAI. JAI kama ambavyo waasisi wake wanaitambulisha, ni Jamiiyatul Akhlaq al-Islamiyya, ni jumuiya inayohusiana na maadili ya Kiislamu. Ndio jina lake linavyojitambulisha hivi. Na sisi tunaposoma katika mafundisho ya dini yetu tukufu ya Kiislamu, katika tafsiri za Qur'an, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ewe Muhammad, hakika sisi hatukukutuma isipokuwa uende ukawe ni huruma kwa walimwengu wote. Wanachuoni wanasema katika aya hii moja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anatuambia sisi kama Waislamu ambao ndio wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume wetu hajatumwa isipokuwa kwa kazi moja peke yake, ili hiyo aje awe ni huruma kwa walimwengu. Sio huruma kwa Waislamu, huruma kwa walimwengu. Ndio kazi kuu ambayo ametumiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunapozungumzia walimwengu, hatuzungumzii wanadamu, tunazungumzia kila kiumbe hai ambacho kinaishi katika sayari tulionayo. Hawa ndio walimwengu. Kwa kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwanza aliyotumwa na Mwenyezi Mungu ni kuwa na huruma kwa wanadamu bila kujali dini zao, itikadi zao, rangi zao, kuwa na rahma kwa wanyama, kuwa na rahma kwa mimea. Na jumuiya ya Akhlaq al-Islamiyya ni jumuiya ambayo imejikita katika swala zima la rahma na swala zima la tabia njema. Na kama nilivyosema awali, mnatuwakilisha kama Waislamu katika eneo hilo, na sisi tunawaamini kwamba tutatuwakilisha vizuri. Haina maana taasisi zingine hazitafanya kazi ya kuhubiri tabia njema, lakini nyinyi mmejikita kwamba sisi kazi zetu zitakuwa zinahusiana na al-akhlaq al-islamiyya.